Afisa mkuu wa fedha na mapato katika kaunti ya Kitui John Makau Kimwele, ambaye pia ameonyesha nia ya kuwania kiti cha ubunge cha Mwingi ya Kati, amewataka viongozi wa chama cha Wiper kuwa na msimamo thabiti, hasa wale ambao wanayumbayumba kisiasa. Kimwele akisema chama hicho hakitakubali kiongozi anayeshirikiana na viongozi wanaompinga Kalonzo Musyoka. Aidha, ameongeza kuwa watamuunga mkono kinara wao kufanya kazi na kiongozi yeyote ule katika uchaguzi ujao, ila akisema hawatakubali adhalilishwe kwa kupigiwa msasa kama uchaguzi uliopita. Wameambiwa either you ukae Wiper ama utoke uende chama zile zingine. It is your constitutional right Article 38 kuwa anywhere. But huwezi kuwa huku leo uko na MCA wa chama zingine, hao ndio unatuma kwa vita, hao ndio unatuma ongee kila kitu, na bado hao na baadaye unasema wewe uko Wiper. Tumesema hata kwa kasi hizo za parliamentary, kama mbunge unafaa kuwa kwa hizo caucuses za Kitui County MPs or the Ukambani MPs. Hayuko, wengine hawako, wanazunguka tu, hawako hizo. Sasa when will you work? When will you come together and support your party leader? Kila mtu anajua. Kuna MPs hata si mmoja. Unasikia leo wako huku, usiku wako na meeting ya ma MCA wale aligned to other parties. Nao ma MCA ndio unaona wanaleta vita. Ndio wanatumwa huku, tunajua. Wanatumwa, wana-implicate watu, wanaongea hizi. Pia watu serikali, security agencies wanajua, wanaona. They should come for those. Si kuanza kutafuta scapegoat ya watu wengine, watu hawajafanya kitu. Mtu anatusiana mwaka rudi, mwaka nenda. Na instant ya ingine ikifanyika, huyo mtu ndio anaanza naye kuongea, na yeye ndiye alikuwa ametumana huko. So ile mzuri ni tunasema kama uko Wiper, kaa Wiper. Kama uko Wiper, kaa na hao ma MCA wa hizo vyama zingine. It's your constitutional right kuwa na Article 38 kuwa kwa vyama. Kuambiwa Kalonzo afanye interview tena. Wakamba hawako ready kusikia Kalonzo ataenda kufanyishwa interview tena ati whether you qualify to be a presidential candidate, either a deputy president or those. Tunasema hata pia ikifika hiyo wakati, vile ODM walisema, nilifurahia sana vile niliona walisema they were negotiating with the serikali ya Ruto, wakikosa wanaenda kunegotiate na Kalonzo. Pia Kalonzo akuwe na mikono, apungue kabisa, our party leader afungue mikono yote. Wale watu wanataka kufanya na yeye, wale watu watamfanyisha interview, afanye na wao.